Tanzania, ripoti hii ni ripoti muhimu kwa sababu ni ripoti ambayo inakwenda kutoa picha halisi ya nini kilichotokea, athari zilizojitokeza, lakini pia kutoa mwelekeo kama taifa. Sasa tunatakiwa tuelekee uelekeo upi, kwa sababu Watanzania kwa kumbukumbu walizonazo kwa kile ambacho kilijitokeza ni miongoni mwa mambo ambayo pengine haikuwa katika sehemu ya kawaida yetu wa Tanzania. Kwa hiyo ni kana kwamba tuliteleza kama taifa, yakatokea yaliyotokea, na yaliyotokea yana athari zake. Kwa hivyo tunaamini kabisa kwamba tume imezungumza na wahusika, lakini imepata ukweli wa kile kilichotokea, na ndio ambao tunakwenda kuambiwa Watanzania. Kwa hiyo matarajio ya Watanzania wengi kwanza ni kuweza kufahamu ukweli halisi wa nini kilipelekea yale yaliyotokea katokea. Lakini pamoja na hayo pia Watanzania watapata kufahamu kwamba ni kwa namna gani ambavyo pengine walioathirika kwa namna moja ama nyingine, pengine kwa mali zao kuharibika ama pengine kupoteza ndugu zao. Tume inaweza ikatoa mapendekezo ya kwamba ni namna gani ambavyo watu hawa wanaweza wakaangaliwa kwa jicho la huruma na serikali, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanawafidia pengine kama itapendekezwa hivyo, ili kuhakikisha kwamba wanaponya yale madonda ambayo ama majeraha ambayo yametokana na hali yenyewe ambayo ilikuwa imejitokeza. Lakini kubwa la zaidi ambao ni tarajio la Watanzania ni kwamba huu ni wakati wa kulijenga taifa na kulileta pamoja, si wakati wa kufikiri ni namna gani tulipizie kisasi kwa kile kilichotokea. Lakini tunakubaliana kama taifa kwamba tuliteleza, lakini sasa ni wakati wa kuamka na kuweza kusonga mbele katika mazingira ya umoja, amani na mshikamano. Umeeleza kwamba ripoti hii ni muhimu, lakini tayari kuna maneno na matokeo ambayo watu wanayatoa wao wenyewe wakidhani kwamba ripoti hii haitakidhi haja. Waeleze Watanzania kwa nini ripoti hii ni muhimu. Ni ripoti muhimu kwa sababu kwanza jopo lenyewe la wajumbe wa tume ni watu ambao wana weledi mkubwa sana katika masuala ya sheria, lakini na masuala yanayohusiana na jamii. Kwa hiyo ukiangalia ni watu ambao tunaamini kulingana na wasifu zao, ni watu ambao wameenda kuifanya hii kazi kwa uzalendo wa hali ya juu kabisa, kwa lengo la kutafuta tiba kwa ajili ya yale ambayo yalikuwa yamejitokeza. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba umuhimu wa ripoti hii kwanza unabebwa na umuhimu wa wajumbe wenyewe wa tume. Ni watu ambao wana uzalendo, wamefanya utumishi katika sekta ya umma katika nyakati mbalimbali na kwa miaka kadhaa, na pia wamefanya pia hata katika ngazi za kimataifa. Kwa hiyo ni watu ambao wanaaminika si tu ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini wanaaminika pia nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu wamewahi kuhudumu pia katika kutatua changamoto zenye kufanana na hizi ambazo tulizipitia kama Watanzania. Kwa hiyo hii inaipa umuhimu ripoti hii. Na nadhani si wakati mwafaka kwa watu kuanza kutafuta majawabu kabla ya kuona kile ambacho kiko ndani ya tume. Pengine yanaweza yakasababisha kuleta hali ya sintofahamu na taharuki kwa jamii ambayo hakuna ulazima kwa sasa kuwa nayo. Kwa hiyo ni muhimu watu wakae, wasubiri, waone kile ambacho kimeandaliwa na tume na kuletwa hadharani. Alafu baada ya hapo sasa ndo tunaweza tukawa na uwanja mpana wa kusema kwamba sasa tunaweza tukajadili, na mjadala wenyewe hasa ilenge katika kujenga zaidi, kwa sababu sisi ni taifa na lazima tuwe na namna fulani ya kuweza kuendelea kutokea pale ambapo tulikuwa tumeteleza na kutaka kuanguka. Kwa hiyo na msingi wa majadiliano hata baada ya ripoti ya tume ulenge zaidi katika kujenga. Kwa hiyo hii ndio inaipa umuhimu zaidi ripoti hii ya tume, kwa sababu inakuja kama daraja la kututoa pale ambapo tuliteleza, tunasimama upya na kuweza kusonga mbele. Ni upi wajibu wa serikali sasa katika kuhakikisha ripoti hii itakapowekwa hadharani inafanyiwa kazi na yale yaliyotokea yasitokee tena katika siku zijazo? Kubwa zaidi kwa serikali ni kuhakikisha kwamba kwanza iipokee ripoti katika uhalisia wake, lakini pia iifanyie kazi, kwa sababu ni muhimu sana kufanyia kazi mapendekezo yatakayokuwa yamewasilishwa na ripoti hii, kwa sababu ni ripoti ambayo kwa kweli inaenda kuzungumza jambo ambalo lina unyeti wa hali ya juu sana kwa taifa letu. Na kwa msingi huo, kwa kuwa ni ripoti ambayo inatengeneza mazingira ya kuto kurejea yale matatizo na changamoto ambazo tumezipitia, basi ni muhimu kwa serikali kuhakikisha kwamba inafanyia kazi na kutekeleza kila kipengele ambacho kitakuwa kimetolewa kama sehemu ya mapendekezo ya tume hii, ili kwamba yale ambayo yamejitokeza yasijirudie. Kwa nini? Kwanza kwa kuangalia kama kuna ulazima wa kufanya maboresho ya sheria zetu, lakini maboresho ya mifumo yetu ya uwajibikaji, basi ni vitu vya muhimu sana ambavyo vinatakiwa vifanyiwe kazi, masuala ya uwajibikaji, lakini maboresho ya sheria na mifumo yetu, ili kwamba kuhakikisha kwamba kama watu wana madukuduku yao, basi yaweze kuwa yanapatiwa majawabu kabla ya kutufikisha katika hali mbaya kama ambayo tulikuwa tumefikia hapo awali, ambao ni kinyume kabisa na kile ambacho waasisi wa taifa letu, kwa maana ya kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Aman Karume ambao waliiweka wakati wanaasisi taifa letu, kwamba Tanzania ni nchi ambayo ni kisiwa cha amani,
mshikamano na utulivu wa wananchi wake. Kwa hiyo ili haya yaendelee kudumu kama ambavyo waasisi wetu waliyakusudia, ni lazima serikali ihakikishe kwamba inafanyia kazi mapendekezo ya tume kwa ukamilifu wake, lakini pia pale penye kustahiki haki kutolewa kwa wahusika, basi haki ionekane ikitendeka, lakini pia mifumo yetu ya sheria na mifumo ya kiutendaji na yenyewe ifanyiwe maboresho kama kutakuwa kuna mapendekezo ya namna hiyo, ili kwamba hichi ambacho kilitokea pale ambapo tuliteleza tusiweze kuteleza siku nyingine, tuendelee na amani, upendo na mshikamano kama ambavyo sisi wa taifa letu walikusudia Tanzania iwe hivyo.